Biashara ya ngono kwa watoto pwani ya Kenya linazidi kuwa donda sugu, huku wadau kutoka mashirika ya kutetea haki za watoto wakionekana kuwa na wasiwasi kuhusiana na kuendelea kuongezeka kwa biashara hiyo katili na haramu. Ni kutokana na hali hiyo ndipo washikadau mbalimbali wanaotetea haki za watoto kutoka Kenya, Uganda na Ethiopia wanataka mataifa yao kuweka sheria kali kuhakikisha dhulma na jinsia kama vile ngono ya watoto na mimba za mapema zimepungua katika mataifa yao. Haya yanajiri huku takwimu kutoka kwa mataifa hayo zikionyesha kuwa idadi ya watoto wanaodhulumiwa kupitia mtandao pia inazidi kuongezeka. Karibu katika makala ya leo. Jina langu mimi ni Benson Wakoli, ambapo nashirikiana na mwenzangu kutoka pwani ya Kenya, Bi Diana Wanyonyi, kujadili kwa kina swala hili na wadau husika. Ni kutokana na hali hiyo ndipo mwenzangu Diana Wanyonyi ametembelea vijana eneo la Juda, eneo la pwani, ili kupata uhakika kuhusu tatizo hilo. Na sasa namwachia usukani Bi Diana Wanyonyi. Katika eneo la Junda, kaunti ya Mombasa, pwani ya Kenya, nakutana na wasichana wakiimba na kucheza ngoma ya kitamaduni kutoka jamii ya Giriama. Vijana hawa ni baadhi ya vijana wanaojua haki zao za kimsingi na pia wameelimishwa kuzungumzia kwa uwazi masuala yanayowatatiza katika jamii. Nakutana na Fadhila Juma, msichana wa umri wa miaka 21. Yeye hutoa ushauri na saha kwa wasichana hawa. Wengi wako mimi ndo easier channel leo kufika kwa mzee wa mtaa ama kwa chifu. So mtu akiwa na shida anakuja, Fadhila nisaidie, twende wote kwa mzee wa mtaa. So mtu anakuambia twende wote. Nikifika hapo mzee wa mtaa mimi ananijua. Wanahofia kuwa hawatasikizwa. They believe in me and they trust me. Kwa nikiambia Fadhila hiki kitu tukienda kwa naye kwa mzee wa mtaa atatusaidia. Dhuluma zenye ziko hapa Junda ni mimba za mapema na pia GBV na SGBV, hizo ndo ziko hapa sana. So unakuta mtoto wa miaka 13 ama 14 years ana drop out of school, anaozeshwa. Mwanaume ndo amepewa hiyo priority ya kusoma, so sisi wasichana ndo tunaachwa nyuma like wives. Okay, in my office na work na young mothers na wenye wamepata hizo dhulma. So in a year na receive almost like 20 to 50 cases kwa mwaka. Kwa mwezi unapata kama ni 10, 15. Fadhila pia ni mwanachama wa mradi wa She Leads, mradi unaoshirikiana na vijana ili kusaidia kukomesha unyanyasaji wa ngono kwa watoto. So like mimi ni bado ni a young girl mwenye still bado nataka empowerment. So napata a challenge of hiyo watu wanakuja kwa office, Fadhila, what should we do? Mimi nimerepiwa, what should I do? So kuna ile tu knowledge tu yangu yenye tumepewa, nenda ureport, fanya hivi. So after that mtu ameenda kureport, kufika huko asaidiki. Just because kama ni msichana amereport unaulizwa, imagine karao anakuuliza ulikuwa umevaaje before urepiwe, ulikuwa nenda wapi, saa ngapi. So like wanachukulia hiyo kitu kwa it's a big deal. Kwa msichana kivaa nguo fupi or saa 6 usiku msichana ufai kutembea, utarepiwa. Pia nimezungumza na baadhi ya wasichana hapa Junda. Kwa majina naitwa Montum Rashid. Ali marriages to speak up out to my rights when someone anataka kunigandamiza kwa kitu. Kwa majina naitwa Salma Ali. Siku ya kwanza nilikuwa nataka kujoin hapa, nilikuja tu nikaona drama pale vile Fadhila wafundisha wasichana wenzetu, kabidi nimwambia hata mimi nataka kujiunga, ndo nikajiunga. Fadhila ametutoa yani ile haya wasichana. Peggy Masika ni afisa kutoka shirika la kutetea haki za watoto la Kenya Alliance Advancement of Children, anayesema watoto pia wana haki zao za kimsingi. Kaunti zetu za pwani zinaongoza kwa watoto. Unaangalia Kilifi, unaangalia Mombasa, zinaongoza kwa dhuluma ya mapenzi ya jinsia ya watoto. Sasa tunashangaa hii ni nini ambayo haifanyiki sawa. Dhuluma ziko nyingi sana hapa pwani, na hii kitu inatupatia wasiwasi sana kama washikadau, kama watu wanaofanya mambo ya watoto. Unapata katika hata urban hapa Mombasa tukiwa na miradi za watoto, mtoto anakuja na kuambia mimi baba yangu huwa ananilala. Mimi ikioniona hivi kila asubuhi narauka niende nikatafute
ndio niende shule ama niende nikatafute ili niweze nikasaidia mamangu. Mzazi wangu ni mgonjwa, akona terminal illness, hajiwezi. Child-headed families ziko nyingi, sexual exploitation ziko nyingi. Siku hizi tulikuwa tusema tourist ndio wamekuja kufanya hii. Siku hizi hawako open hivi. Unapata sasa hawakubalishi kuleta watoto katika hoteli kama hizi hoteli kubwa. Siku hizi unapata wanachukua hizi Airbnb, wanafanya hayo mambo away from such spaces. Kwa hivyo dhulma dhidi ya watoto pwani bado iko juu, na inataka serikali, inataka washikadau, inataka jamii nzima izi kushikana ili tuweze tukapigana na hii janga. Jua haki zako na Benson Wakoli. Pia nimefanya mahojiano na Esther Ingolo. Mimi ni mkurugenzi wa masuala ya jinsia na ustawi wa jamii katika serikali ya kaunti ya Mombasa, na ninafanya katika idara ya vijana, jinsia, michezo na utamaduni hapa Mombasa. Hali si nzuri kwa kweli, kwa sababu katika kesi ambazo tuko nazo ambazo ni 2800 kuanzia mwezi wa 5 mwaka 2020, ule mwaka wa corona, mpaka sasa visa vya watoto out of the 2800 ni karibia 1200, ambayo tayari hiyo inakueleza kwamba si kitu cha kufurahia. Na ningetaka pia ukumbuke kwamba hizo ni baadhi ya kesi ambazo zimeripotiwa kupitia kwa namba ya bure, na pia zimeripotiwa katika center yetu ambayo iko katika eneo la Tononoka, inaitwa Mombasa County Gender Based Violence Situation Room. Kuna visa vingi ambavyo viko mitaani ambavyo haviripotiwi, aidha watu hawajajua umuhimu wa kuripoti, ama watu wanastiriana. Mtu anajua kuna kitu imefanyika, lakini kwa sababu visa vingi vya dhulma vinafanyika kwa watu ambao wanamfahamu yule mwathiriwa, utapata kwamba watu wanafunika zile kesi. Watu watafanya kuelewana pale mtaani, wazazi wakae wa familia hii na hii familia nyingine wafanye kuelewana. Kama ni viongozi wa kidini, kanisa ama msikiti inaamua, wakae kama viongozi waweze kuelewana. Kama ni wazee pale, wazee wanaamua wakae waweze kuelewana ili kesi iweze kuzimwa. Na pia kuna kwingine ambako labda watu hawana access ya kitu chochote ambacho watajua kwamba hapa nastahili kuripoti. Na pia kuanzia kitambo watu walikuwa hawana imani sana na koti, manake tulikuwa hatuoni kesi nyingi zikifanywa uamuzi ambao unafaa. Lakini kwa sasa, kwa sababu koti imeweza kujizatiti sana katika kutoa judgments za kueleweka, especially baada ya ile Sexual Offences Act, tumeona juhudi zikiimarishwa sana kwa masuala ya gender based violence. Kwa hiyo nafikiri baadhi ya vitu hivyo na zile juhudi za serikali, nafikiri hata umeona serikali kuu katika serikali iliyopita, alikuwa Rais Uhuru Kenyatta aliazimia kwamba tungetaka kukomesha dhulma nchini Kenya kufikia mwaka 2026. Kwa hiyo juhudi nyingi zikawekwa towards issues za gender based violence, ndio tunaona tumeweza kusonga pale tulipo, lakini hali towards children haifurahishi. Na labda ni kitu gani ambacho unaona labda cha msingi ambacho kinafaa kifanyike ili tupunguze idadi hiyo? Wazazi inatakana wachukue jukumu kubwa sana katika kulinda watoto wao. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu baadhi ya visa vingi, kulingana na utafiti ambao tuko nao na kesi ambazo ziko hapa, wazazi walikuwa hawakujihusisha sana katika maisha ya yule mtoto. Aidha walikuwa hamfuatilii mtoto, ama walikuwa hawataki kujua hata mtoto anaendeleza nini. Kwa ndugu msikilizaji, makala haya ya Jua Haki Zako kwa leo yanafika kikomo. Jina langu ni Benson Wakoli. Nimekuwa na shirikiana mwenzangu Diana Wanyonyi kutoka jijini Mombasa nchini Kenya kufanikisha makala ya leo. Hadi makala yajayo, kwa heri.